msingi uliowekwa tangu awali ya mwanadamu kuokolewa na kumrudia Mungu kwa njia ya kweli ni Yesu peke yake. Kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo imesahaulika, lakini ni jambo lenye kipaumbele kuliko yote. Tunaokoka kwa sababu dunia si kwetu. Yesu yuaja tena. Around the corner, Jesus coming. Around the corner, Jesus coming. Be ready, be ready, be ready. Jesus coming. Be ready, be ready, be ready. Jesus coming. Be ready, be ready. Hujambo mpendwa msikizaji na mtazamaji wetu wa kipindi hiki cha Yesu yuaja. Katika kipindi chetu kwa siku ya leo, nimebarikiwa kuwa na mtumishi wa Mungu aliyetufundisha neno. Ni missionary aliyefika Kenya mwaka wa 65, 1965. Na amekuwa mwalimu hasa wa unabii wa Biblia. Na miaka 20 iliyopita alituandikia kitabu cha unabii. Ameeleza mambo mengi katika kitabu hiki, lakini kwa kipindi chetu cha siku ya leo ningependa atufafanulie kidogo juu ya kitabu hiki ambacho watu wengi huogopa kuzungumza juu yake, kitabu cha Ufunuo. Mgeni wangu huyu si mwingine bali ni Matti Vilika kutoka Finland. Karibu kwa studio yetu. Asante sana Bishop. Ndio. Ndugu Matti, ungetueleza kidogo maisha yako, umetoka wapi na ni nchi ya aina gani? Okay, mimi nimezaliwa si Finland ya siku hizi, lakini Finland ya zamani kabla ya vita ya pili ya ulimwengu. Nilizaliwa katika Urusi ya kileo, lakini ni Finland ya wakati ule. Na baba yangu alikuwa mtu wa railway kazini, na mahali tulipoishi iliitwa Elisenvaara, na hapo bomu 1000 iliangushwa na Warusi, na hapo ndipo walitushinda, na baadaye sehemu kubwa ya Finland kama 1/5 ilichukuliwa na hawa Warusi. Sisi tukawa kama wakimbizi sasa katika Finland. Mwishowe tukaishi katika mji unaitwa Seinäjoki. Hapo ndipo baba na mama waliokoka, na mimi tangu utoto wangu nilipata sasa kuishi katika nyumba ya Wakristo. Na hata kanisani tukashiriki baada ya baba na mama kubatizwa, na nimeota kwa njia ya kirohoni nyumbani. Nilipata tulikuwa family kubwa, mimi ni mzaliwa wa kwanza, baada ya vijana 6 na wasichana 2, na wote ndio walianza kumfuata hata Yesu na kushiriki kazi ya kanisa. Hapo kanisani nikaota kwa kiroho, nikajazwa na Roho Mtakatifu, nikamaliza shule yangu, nikafanya graduation mwakani 1950 ya kuingia kwa chuo kikuu. Nikasoma kuwa mwalimu katika University ya Jyväskylä, na baadaye nilipotoka huko nikapata kazi ya secondary school mwalimu miaka 3. Lakini baada ya miaka 3 hiyo Mungu aliniita njia kabisa ya kwamba ni kazi yako na mahali pako itakuwa si Finland, lakini katika nchi ingine. Nilipokuwa saa ingine kanisani na kuimba wimbo moja au kutoa ushuhuda wangu, nabii moja alisimama, si moja tu, saa ingine ni mwingine, saa ingine ni mwingine, na walisema ya kwamba kijana, wewe umeitwa na watu weusi wanakungoja. Hapo ndipo moyoni mwangu nilijua pengine siku zijazo za maisha yangu itakuwa katika Afrika. Na uchaguzi wa Kenya ilifika kwa sababu kwa njia ya missionary moja aliyekuwa ametuma mapema kidogo kuliko mimi,
Mauri Wiksten na mke wake walikuwa hapa tayari, na Mauri alihitaji mwalimu pamoja naye katika chuo cha Biblia Koru. Na hapo ndipo sisi mwezi wa pili 1965 kama tulivyosikia tulianza safari kufika hapa, na maisha yetu kubwa tumetumia katika nchi hiyo mpendwa, ambayo sasa tuko kwa safari ya mwisho, safari ya kwaheri, kusema asante kwa nchi, asante kwa wajoli wetu, asante kwa rafiki zetu, asante kwa mwaliko ya kufika Eldoret, na hata mkutano wa jana ilikuwa ya kukumbukwa milele. Asante. Asante sana ndugu Matti. Bila shaka ni hadithi ya kupendeza, na umeshughulika sana kufundisha katika chuo cha Biblia cha Koru. Umewafundisha bila shaka watumishi na wahubiri maelfu. Na katika ushirika wa kanisa la Full Gospel Churches of Kenya unajulikana sana kama mwalimu wa unabii. Kwa maneno machache, tafsiri ya neno unabii hasa ni nini? Kwa kifupi ningesema namna hivi ya kwamba ni hata lugha ya Yesu na lugha ya Paulo na Petro na wengine ilikuwa imeandikwa. Kwa hivyo hakuna jambo jipya katika Agano Jipya au katika Ufunuo ambayo haijaandikwa mapema. Kwa kila hali, kila jambo tayari limeandikwa na manabii, kuanzia Musa kuendelea na Daudi na manabii wengine, Isaya, Yeremia, Ezekiel na hata manabii wadogo mpaka Malaki. Ni kila mmoja anataja matokeo ya siku za mwisho. Hawa manabii wa Agano la Kale hawakuona wakati wa kanisa. Hiyo ndio ilikuwa imefichwa machoni pao. Baadaye Yesu alipokuja alisema, kwa sababu ninyi Wayahudi, ingawa nilikuja tayari kwa ajili yenu, kama mkalinipokea kama mkuu wenu, kama gavana wenu, hapo ndipo tungaliendelea na wakati wa ufalme wa millennium, wa ufalme wa miaka 1000 ya amani. Lakini ninyi mlinikataa. Yesu akaja kwake, lakini hawakumpokea, walimkataa. Kwa hivyo Yesu alitabiri wakati ule ya kwamba mimi nitalijenga, alisema future tense, nitalijenga kanisa langu. Na kanisa hiyo, muda wa kanisa imeendelea sasa karibu miaka 2000. Lakini ni baada ya hiyo itatendeka ile ambayo sasa manabii wote wanatabiri. Hata maneno ya Ufunuo kila mara tunaweza kusema kama Musa alivyosema, kama Daudi alivyosema, kama imeandikwa katika Malaki, kama imeandikwa katika Hosea. Ni tuseme maana ya neno la unabii ni matokeo ya siku zijazo ziliyoambiwa mapema katika Biblia yetu. Matokeo ya siku zijazo kama ilivyosemwa zamani. Umesema neno moja ambalo limenikumbusha nayoniguza kwamba manabii wa zamani wa Agano la Kale hawakufahamu vizuri wakati wa kanisa. Hawakufahamu. Ilikuwa imefichwa kabisa machoni pao. Hiyo hata ukitafuta andiko lolote katika Agano la Kale hakuna kanisa. Kwa sababu ilikuwa jambo ambalo Yesu alitabiri, mimi nitalijenga. Na kanisa ni tofauti kuliko ufalme. Ingawa wahubiri wengi bahati mbaya wanachanganya, wanafikiri kanisa ndio imeleta ufalme. Lakini si hivyo kwa kadiri ya maandiko ya Biblia, bali ni ufalme utakuja baadaye, baada ya wakati wa kanisa, baadaye kama Yesu atakuwa amenyakua kanisa lake juu, itakapotendeka katika nukta fulani ambayo pengine inaweza kuwa karibu, inaweza kuwa mbali. Manabii wengi wanajaribu kutabiri tarehe au muda au wakati, hasa sasa wakati ambapo vita ni nyingi na mambo yanatendeka huko kwa Mashariki ya Kati. Wengine wanasema sasa ndio kunyakuliwa kwa kanisa, inaweza kuwa kesho, baada ya wiki moja, katika miezi mitatu, au wanaanza kutabiri
maneno ambayo haijaandikwa katika Biblia. Kwa sababu ni tokeo lisilojulikana, hata na Yesu hajui, malaika hawajui, ni siri ya Baba. Tarehe ni siri ya Baba mpaka leo. Kwa hivyo hakuna haja kuanza kutabiria kwamba ni lini. Na mimi ninaona manabii wa zamani uhusiano wao na Agano Jipya ni nini hasa? Tunaweza kuunganisha Agano la Kale na Agano Jipya katika unabii kwa namna gani? Kwa njia ya Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho yule ambaye alitawala na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tangu mwanzo hata katika uumbaji wa dunia, hawa ndio walijua 100% hata wakati wa kanisa. Lakini manabii hawakujulishwa, hawakufunuliwa. Ndio. Na kwa hivyo ni hata nafikiri kama tutaenda mbinguni siku moja na tutazungumza na wale manabii, ni Hosea, Joeli, Amos, Obadiah, Yona, Mika na Hugu na wengine, watastaajabu hata wenyewe, kumbe nilikuwa mambo ambayo hatukujua. Baadaye tumefurahia tukiona watu wengi wasio Wayahudi wanaokolewa, walioitwa wapagani ama yani wakati ule wa Yesu. Na katika Biblia hakuna mataifa mengi kama tunavyosema siku hizi, bali ni Wayahudi na mataifa. Kitabu ambacho kimeonekana sana basi ambacho kiliandikwa na kunena juu ya unabii ya nyakati zetu za mwisho, bila shaka katika Agano Jipya, ni kitabu cha Ufunuo kilichoandikwa na Yohana. Je, unaweza kutufafanulia kitabu hiki kina siri gani, aina gani, ama ugao kama ngapi? Okay, kwanza lazima tumkumbuke ya kwamba hiyo haikuwa kitabu cha Yohana, ingawa yeye ni karani, mwandikaji. Lakini ni ufunuo wa Baba aliyempatia kwa Yesu Mwana, na Yesu alimpatia kwa malaika, na malaika alimpatia kwa Yohana na kusema andika. Kwa hivyo Yohana alikuwa wanne: Baba, Mwana, malaika na huyo Yohana. Na hata jambo la katikati, ufunuo yote kutoka sura ya kwanza mpaka sura ya 22 ni Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa msalabani. Tuseme ni hata jina lake moja Yesu katika ufunuo ni aliyeko, aliyekuwako, atakayekuja. Kwa hiyo ni muhimu sana, kwa sababu inaanza kwa neno aliyeko, yani dakika hii, wakati huu. Hata sisi tukizungumza na wewe leo, ni yeye ni aliyeko. Yeye yule jana na leo na hata milele. Katika jina hilo ni aliyekuwako. Hatukitazama historia kutoka uumbaji wa dunia, Agano la Kale yote, alikuwako na atakayekuja. Hiyo ni kusema kama mambo ya kanisa ni tayari, hapo ndipo parapanda ya Mungu italia, hapo ndipo sauti ya malaika Mikaeli inasikika sasa. Na ni ghafla, ni kwa kufumba na kufunga na kufumbua macho. Inatendeka kwa sekunde ambayo hauwezi kusema ni 10,000 of a second. Na watu hawawezi kujitayarisha kwa kunyakuliwa kwa kanisa, bali lazima wawe wamezaliwa mara ya pili kabla. Na hawa wote wakiwa Wayahudi au ya mataifa, hata wa Kenya, wa Finland, kwa neema ya Mungu tutanyakuliwa juu. Yesu anatukaribisha mawinguni, hata kuja hapa duniani, hata kanyaga nchi hii. Yesu anakanyaga nchi hiyo next time, wakati atakuja kusimamisha ufalme wa amani wa miaka 1000. Kwa hivyo kitabu cha Ufunuo ni kitabu kinachohusu aliyekuwepo, aliyekuwepo, atakayekuja, ambaye ndiye Yesu. Ndio. Ufunuo ni wa Baba aliyempa Mwana Yesu, aliyempa malaika na malaika akaleta kwa Yohana. Andika. Jambo la kwanza hilo.
la muhimu sana. La pili linazungumza juu ya Yesu kutoka kitabu cha kwanza mpaka kitabu cha mwisho. Maneno tuseme ugao wa muhimu sana katika kitabu hicho kwa kifupi tunaweza kusema ni ngapi? Niseme namna hivi ya kwamba sura 3 ya kwanza ni ujumbe kwa makanisa waliokuwa kwa wakati ule. Makanisa ambayo yalizaliwa kwa kazi ya Paulo na Petro na wengine. Na ndiposa kuna ujumbe kwa Efeso, kwa Smyrna, kwa Pergamo, kwa Thyatira, kwa Sardi, kwa Philadelphia na kwa Laodikia. Na hii ndio wakati wa kanisa inakuisha hapa katika sura ya 3 mwisho. Sura ya 4 inaanza, Yohana anasema, niliona mlango ulifunguliwa mbinguni. Na sasa alipohamishwa huko kutazama, aliona nini? Aliona wazee 24 wanaowakilisha kanisa. 12 ya wana wa Yakobo na 12 wanafunzi wa Yesu, Agano la Kale, Agano Jipya. Na hawa wote pamoja sasa ni katika sura ya 4 wanaitwa wazee. Niliona wazee 24, lakini hawa wanawakilisha mamilioni ya watu ambao wameokoka. Na baadaye kutoka sura 4 na kuendelea inaanza utawala wa mpinga Kristo, wakati wa hasira, wakati wa ambayo ndio ni kusumbua wa Kristo. Hebu subiri kidogo hapa. Tunaweza kusema kwamba itawezekana wakati wa kanisa inapoisha katika sura ya 3, hapo ndipo kunyakuliwa kwa kanisa inatokea. Ndio. Kwa hivyo neno lolote lililo katika Ufunuo kuanzia sura ya 4 kuendelea mbele inazungumza juu ya baada ya kanisa kunyakuliwa. Amina. Hivyo ndivyo ilivyo. Endelea. Okay, sasa kutoka sura ya 4 kama mlango umefunguliwa na yeye anaona wale 24 wazee, anaona hata viumbe 4 na mambo mengine. Lakini kutoka sura 5 tunaona ya kwamba kanisa litakapokuwa limefika mbele ya kiti cha enzi, wanaimba wimbo fulani, na katika wimbo huo wanaimba wimbo kwa mwana kondoo ambaye alichinjwa. Sasa ndio ile miaka yote ya milele tunaokaa huko, kwanza miaka 1000 na baada ya kwa mbingu mpya na nchi mpya, bado tunakumbuka mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya dhambi zetu. Kama sasa zamani Waisraeli walifunguliwa kwa sababu ya damu ya kondoo. Ni sasa Yesu amekuwa mwana kondoo wa Agano Jipya kwa ajili ya dunia mzima. Mungu asifiwe sana. Amen. Ndio. Na kutoka 6 na kuendelea mpaka sura 16 kutakuwa na ile hukumu mbalimbali, hukumu za muhuri 7, hukumu za baragumu 7, hukumu za vitasa 7 na hukumu ya kahaba mkuu. Hukumu hizi zinaelezwa nukta kwa nukta, na lazima mtu kila mara atoe usaidizi kutoka Agano la Kale, kutoka manabii, kwa sababu mambo haya yote yako huko pia. Kwa hivyo si ya kwamba Ufunuo ni jambo la pekee, bali ni imeandikwa. Na hiyo ndio furaha yetu mpaka siku ya leo. Unaweza kutueleza kidogo juu ya moja ya hukumu hizo 7 na maana yake kutoka kwa Agano la Kale? Dakika hiyo sikumbuki maandiko hasa, lakini ni kwa kila hali Isaya ndio mtu nabii mmoja ambaye alitaja mambo haya zaidi kuliko wengine. Sasa hivi nakumbuka pengine nikiwafungulia Isaya 13, ni hapo ndipo anasema namna hivi: nami nitaadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake, na wenye dhambi kwa sababu ya hatia yao. Nami nitaikomesha fahari yao wenye kiburi. Nami nitaangusha chini majivuno yao walio wakali.
nitamfanya wanadamu kuadimika kuliko dhahabu safi. Kwa hivyo nitazitetemesha mbingu na dunia itatikitishwa itoke katika mahali pake kwa sababu ya ghadhabu ya Bwana ya majeshi na kwa sababu ya siku ya hasira ya kali yake. Kwa hivyo wakati wa ghadhabu, wakati wa hasira ya Mungu na hata hasira ya mpinga Kristo juu ya Wakristo, juu ya Wayahudi. Kwa hivyo ni miaka hiyo 7 kabla ya harusi ya mwana kondoo itakuwa nyakati za hukumu nyingi mbalimbali. Yule anayehukumiwa mwisho kabisa ni kahaba ambaye ni dini ya mpinga Kristo. Huyu mpinga Kristo ni mwanadamu tu ambaye atainuka katika siku zijazo, lakini sio kabla ya kanisa. Kwa hivyo kanisa hawana haja kuogopa namba 666. Hawana haja kuogopa au kukisia ya kwamba nani atakuwa mpinga Kristo. Ati pengine anaishi tayari Moscow ama China ama wapi na anatokea wapi ama Lebanon. Na kuna utafsiri mwingi mbalimbali ya watu binafsi lakini pia ya Biblia. Na katika kitabu hicho changu nimeeleza ya kwamba ni jinsi gani wakati wa Rumi wa zamani iliyogawanyikana na hata ufalme wa Uajemi ndio, hata ufalme wa Alexander the Great ilipasuka kwa 4 na katika moja ya hiyo 4 inaonekana atatokea huyu mpinga Kristo. Na maoni yangu binafsi ni ya kwamba ni Lebanon ambayo hata siku ya leo tunajua iko na mambo mazito katikati ya Israeli. Lakini hata tusipojua ni nani, tunajua atafika, atatokea. Katika Biblia mpinga Kristo ana majina zaidi ya 20 na nimeandika majina hayo yote kwa kitabu hicho. Ni yeye atatawala, yeye ataunganisha dunia kwa mambo ya makanisa ya siku ile ambao ni makanisa waliokufa kwa kiroho. Kwa anaunganisha Wahindi, Waislamu, Wakristo waliokufa kwa kiroho. Dini zote za dunia itakuwa chini yake na hata picha yake inapelekwa mpaka hekalu la Yerusalemu na dunia inaambiwa tutamwabudu yeye tu kutoka sasa na kuendelea. Na yule asiyemwabudu hatapata chakula au anauawa hapo papo. Na hakika bado kuna mlango wazi kwa wale ambao wanataka kuamini Mungu na kuokolewa na kuzaliwa mara ya pili. Nafasi iko, lakini ni sasa lazima walipe. Wamelipwa tayari damu ya Yesu mwana kondoo, lakini sasa wakiuawa kwa sababu ya imani yao, tunasema wanalipa kwa damu yao pia. Kwa hivyo hiyo itatokea baada ya kanisa kunyakuliwa Kabisa. Ni matokeo tofauti. Kwa hivyo kanisa hana haja kuogopa ni namba 66 au ya kwamba siwezi kuuza wala kununua wakati ule, au wengine wakiona katika vitu ya siku hizi ambao vinauzwa kwa duka iko namba nyingi na nini. Wanafikiri nikichukua hiyo pengine nitachukua sasa alama ya mnyama. Alama ya nyama na sijui kitaingia kwa kichwa au kwa mkono au namna gani. Lakini hatuna haja kuogopa. Hakuna watu wengine duniani walio na salamini kama Wakristo wanadumu katika Yesu. Ningependa kurejelea maswali mawili tofauti, utajibu moja baada ya nyingine ambayo inatusumbua wakati huu. Swali ya kwanza ni hawa farasi 7. Farasi mwingine ni mweupe, mwingine mwekundi, mwingine kijivujivu. Farasi hawa watatokea lini? Watatokea upesi baada ya kanisa kunyakuliwa. Wataanza kujulikana na kuonekana. Lakini hata ingawa wahubiri wengine ni wazuri kama wainjilisti kama Billy Graham, yeye ameandika kitabu na anasema tayari sasa tumesikia sauti ya farasi huyu na tumeona farasi mwingine na ya pili na ya tatu. Lakini Biblia haifundishi hivyo. Kwa hivyo
sisi tunajua tu hakika ya kwamba ile inayotendeka baada ya sura 4 inahusu wakati ule wa hasira ya mpinga Kristo na pia hasira ya Mungu. Mambo hasira mbili huko inaonekana, na mpinga Kristo anafikiri atashinda, lakini yeye ndiye atashindwa. Kwa hivyo farasi hawa 7 watatokea baada ya kanisa kunyakuliwa, kwa sababu imeandikwa baada ya Ufunuo sura ya 4. Msingi uliowekwa tangu awali ya mwanadamu kuokolewa na kumrudia Mungu kwa njia ya kweli ni Yesu peke yake. Kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo imesahaulika, lakini ni jambo lenye kipaumbele kuliko yote. Tunaokoka kwa sababu dunia si kwetu. Yesu yuaja tena. Around the corner, Jesus coming. around the corner, Jesus coming. be ready.